Na mtazamaji wa Trend TV bwana, Harmonize na Diamond Platnumz bwana wameamua tu kufanya vituko huko mtandaoni kwa hizi video ambazo zimesambaa. Bwana, kwa namna moja au nyingine ni kwamba Harmonize na Diamond bwana wamekuwa wakiwa katika ushindani kwa muda mrefu sana, kwa miaka mingi tumekuwa tukiona tumekuwa tukishuhudia hiyo issue, na hususan tokea Harmonize alipoamua kujitoa katika record label ya Wasafi, basi moja kwa moja amekuwa ni direct competitor, yani amekuwa ni mshindani wa moja kwa moja kwa Diamond Platnumz. Yani Harmonize amekuwa mshindani wa Diamond baada ya kujitoa katika record label hiyo ya Wasafi. Wichi ni kitu kizuri kama unavyoelewa kwamba ushindani siku zote uwaga unapelekea mambo kuwa moto kweli kweli, na hicho ndicho ambacho tumekuwa tukikishuhudia mara tu baada ya Harmonize kutoka Wasafi kuanzisha record label yake mwenyewe na mambo mengine kama hayo. Lakini hawa wawili bwana, sio kwamba labda eti ni maadui for real, kwamba eti wanachukiana. Of course kuna vitu vimetokea, lakini hawana ugomvi huo, yani hawana uhasama huo wa kupitiliza, na hii inatokana na baadhi ya vitu ambavyo tumekuwa tukivishuhudia from time to time katika mitandao ya kijamii kutoka kwa hawa wasanii wawili. Hapa bwana, nataka nizungumze kuhusiana na hawa vijana bwana, sio kwamba eti hawaonani, waga wanaonana mara kwa mara, na kuna baadhi ya sherehe zao ambazo ni private events ambazo huaga wanahudhuria pamoja au wana hang out pamoja, unakuta wana linki na wanaendelea na mambo mengine bwana, kwa namna moja au nyingine. Lakini pia vile vile ni kwamba hata katika shughuli nyingine ambazo ni public, kama kwa mfano kama unakumbuka vizuri mwaka uliopita au miaka miwili iliyopita, ni kwamba Harmonize, Konde Boy na Diamond walikutana Ikulu katika iftari ambayo ilikuwa imeandaliwa na Mheshimiwa Rais, na ilikuwa ni moja kati ya momenti nzuri sana. Vijana hawa wakashikana mikono, wakakumbatiana, wakapiga picha, wakajirekodi na vitu vingine kama hivyo. So ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo viliwafurahisha watu wengi, na ni moja kati ya story ambazo zilitrend sana na ikabaki katika memories za watu wengi huko katika mitandao ya kijamii. Lakini pia vile vile tunakumbuka kule Zanzibar katika zile tunzo za Trace Music Awards, ni kwamba hawa wawili bwana walionekana wakiwa wako pamoja huko Zanzibar, which walikutana uso kwa uso, wakasalimiana na mambo mengine yakaendelea. Sasa kitu ambacho tumekuja kukiona hivi karibuni bwana, ni kwamba kwenye mambo ya utani wa hapa na pale, ukiachana na kwamba wamekuwa wakilimana vijembe, wakipigana vijembe mara kwa mara, lakini pia sometime huaga wanataniana for fun au bwana, na hiki ndicho ambacho tumekiona hata siku ya jana majira ya jioni, mida ya dina, yani mida ya chakula cha jioni bwana. Kuna mambo ambayo tumeyaona bwana yamewafurahisha watu wengi sana. Bwana, kupitia Insta story ya Diamond Platnumz ni kwamba ameweka ujumbe pale au ameweka video katika ukurasa wake wa Instagram, lakini pia katika ukurasa wake wa Snapchat huko, na kwenye napo pia Diamond bwana ameamua kuweka video ambayo ilikuwa inamuonyesha majira ya dina, mida ya msosi wa usiku bwana. Diamond alikuwa ametulia mezani na chakula ambacho alikuwa ameandaliwa akakitaja pale kwamba ni wali wa kawaida, wali mweupe au vibwana. Lakini mbali na wali mweupe, Diamond bwana alikuwa ameandaliwa hapo ni firigisi, if I'm not mistaken. Ni firigisi au maini? Ni maini haya. Bwana, kulikuwa kuna wali mweupe, maini, lakini pia kulikuwa kuna samaki, mboga majani na ndizi. Alafu pembeni pale kulikuwa kuna maji ya kunywa pamoja na Pepsi, ambayo ni bidhaa ambayo Diamond yeye anatumika kama balozi wa bidhaa hiyo. Kwa hiyo Diamond bwana akarekodi chakula chake hicho cha kawaida kabisa, ambacho ni chakula almost kila Mtanzania ana afford au huwa anakula mara kwa mara. Kwa hiyo Diamond ameposti akasema kwamba, au akiwa anaimba kwamba mambo ya kizungu yeye hayawezi bwana, anapenda kula Kiswahili na vitu kama hivyo ndivyo anavyovipenda. Kwa hiyo Diamond amerekodi hiyo video akiwa anaimba, akiwa anaonyesha msosi wake wa usiku wa siku hiyo. Bwana, so actually hiki ni kitu ambacho nilikuwa natamani hata wewe pia mtazamaji wetu hapa Trend TV upate fursa ya kusikiliza kile ambacho Diamond bwana amekiimba katika hii video ambayo amejirecord, ambapo kiukweli ni moja kati ya vitu ambavyo obviously vimewafurahisha watu wengi sana. So nataka hapa umsikilize Diamond alichokuwa akikiimba kabla ya kula au vibana. Yeah.
Zoea mie. Zoea mie. Mie mambo ya uzungu wako vya kazi gani Simba? Chanile zangu bwabwa firigisi kwa samaki. Pembeni na ndizi yani. Ongeza na Pepsi dali. Chakula ko ili kipite. Zoea mie. So hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa, na hapa bwana kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hii habari. Kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba bwana, hapa kuna page wamekuja wameandika kwamba Diamond bwana umwambii kitu kwenye swala la ubwabwa, yani kwamba Diamond anapenda sana kula ubwabwa au vipi bwana. Kwa hiyo kuna page hapa imekuja kuripoti hivyo. Lakini ukiachana na hiyo video ambayo ameiposti Diamond Platnumz katika ukurasa wake wa Snapchat, bwana, huko upande wa pili Harmonize Konde Boy naye kuna jambo alikuwa ameliposti, na kitu ambacho amekiposti Harmonize na chenye nacho pia ni kuhusiana na msosi wa jioni au bwana, alikuwa ni chakula cha jioni na yeye pia alikuwa anakula wali kuku. Harmonize bwana akaamua naye pia aonyeshe kupitia ukurasa wake wa Snapchat huko, akaposti kitu ambacho alichokuwa amepikiwa, ambapo kwa upande wa Harmonize bwana ni kitu ambacho kimechekesha watu wengi sana, kwa sababu Harmonize bwana amepikiwa wali kuku sawa, lakini nyama aliyopewa ya kuku hii bwana ni mgongo ambao umeunganika na makalio ya kuku yale. Kwa hiyo Harmonize bwana ameandaliwa hivyo. Kwa hiyo baada ya Diamond kuposti huku chakula ambacho anakula ambacho ni wali na mazagazaga niliyokutajia wali walioyaimba kama ulivyosikia, upande wa pili huku napo pia Harmonize Konde Boy naye pia akaonyesha msosi anaokula ni wali, lakini yeye bwana wali wake ni nyama ya kuku, lakini nyama aliyopewa ni nyashi ya kuku. Kwa hiyo hapa Harmonize naye pia akaposti kupitia ukurasa wake wa Snapchat kwamba ameandaliwa wali kuku, lakini upande wa kuku hapo kwenye nyama ambayo amepewa ni nyashi. Na mwenyewe akaweka hapo emoji ya kucheka, alafu akaandika pale nyashi kwamba ameandaliwa wali na nyashi ya kuku. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na wadau wakasema kwamba Harmonize ameposti hivyo baada ya kuona Diamond naye pia ameposti chakula anachokula usiku wa siku hiyo. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, na pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.